Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa. Baada ya dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo, na tuanze kupekulia kurasa kwa hili. Baada ya serikali kukamilisha ujenzi wa nyumba ya walimu wenye uwezo wa kuchukua familia mbili katika shule ya sekondari ya Nyeregeti kata ya Rujewa wilayani Mbarali mkoani Mbeya, hatimaye wanafunzi wa shule hiyo wameiangukia serikali wakiomba iwajengee mabweni ili kuwanusuru na adha ya kutembea umbali wa kilomita 24 kila siku kufuata huduma ya elimu. Wakizungumza na Kurasa, wanafunzi hao wamesema kuwa ujenzi wa bweni hilo utawanusuru na adha hiyo ya kutembea umbali huo mrefu kila siku, ambayo inahatarisha maisha yao pamoja na ustawi wao wa kitaaluma. Kwa niaba ya wanafunzi wenzangu, mkuu wa mkoa, tunaomba uweze kutujengea mabweni ili sisi wanafunzi tuhamie hapa shuleni, kwa sababu sisi wanafunzi tunatoka sehemu mbali sana. Kwa mfano wengine wanatoka Magwalisi, mtu anatembea kilomita 9 kuja shuleni, nayo ni changamoto. Kwa hiyo tunamuomba tuletee mabweni ili watoto wote waweze kukaa wapi? Shuleni, ili waweze kusoma kwa utulivu kabisa, ili waweze kupata matokeo mazuri. Hakika tunawashukuru sana viongozi wetu, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na ngazi zote, idara zote, kamati za ulinzi na usalama, kwa namna ambapo tumeshirikiana katika kuijenga nyumba hii. Mimi mmoja wapo ni mnufaika na walimu wenzangu. Hii shule tutaijengea mabweni. Kwa kuanzia halmashauri bajeti ijayo ya mwaka 2020 hii ya mwaka 25 26 tutafanya mapitio ya budget na marekebisho ili tuweze kuleta angalau milioni 100 za kuanza. Na tuendelee na Kurasa. Wafanyabiashara na wajasiriamali wilaya Tanganyika wameagizwa kuweka vitunzia taka kwenye maeneo yao ya biashara ili kuepuka kuzagaa kwa taka ngumu za plastiki ambazo si rafiki kwa mazingira. Wakizungumza na Kurasa wakati wa zoezi la usafi, mkuu wa wilaya Tanganyika Onesmo Buselo pamoja na wafanyabiashara hao wamekubaliana kuweka mikakati bora ya usafi ili kuepuka uchafuzi wa mazingira pamoja na magonjwa ya kuambukiza. Ama asubuhi kabla ya kuanza biashara yako, unahakikisha kwamba mbele ya uso wa kibanda chako, mbele ya uso wa duka lako, nyuma yake hakuna matakataka ya plastiki. Tunakuwa tumefanya jambo kubwa, na hapa tuna sehemu moja maalum ya dampo kwa ajili ya kutupa taka. Basi unabeba ile unaenda unatupa. Usafi lazima uanzie ndani ya moyo, halafu uanzie ndani nyumbani kwako na nje ya mazingira. Kwa hivyo ni wajibu wetu sisi kulishika hili kama wana Majalia. Usafi ni wajibu kwa kila mwanadamu. Mambo ambayo tutakuja kulifanya hapa karibuni, tutahakikisha kwamba tunatengeneza maeneo ya inaitwa bucket kwa ajili ya kutupia taka. Tutaziweka maeneo yote mkusanyiko watu wengi ili kuhakikisha kwamba taka zinakusanywa, alafu baadaye tunazipeleka katika maeneo husika ambayo yanaweza kuteketezwa kwa ajili ya afya ya jamii nzima ya wananchi wa Tanganyika. Na tumalizie Kurasa kwa hili. Wananchi wa kijiji cha Soya wilayani Chemba wameiomba serikali kutengeneza barabara yao kuelekea wilayani humo kufuatia barabara hiyo kuwa na changamoto ya magari kupita. Wakizungumza na Kurasa, wananchi hao wamesema changamoto hiyo inaweka hatarini maisha yao, haswa pale wanapokuwa na wagonjwa, huku wakiomba kujengewa jiko jipya la kupikia kwenye kituo cha afya Soya ili iwe rahisi kuwapikia wagonjwa wao wanaolazwa. Soya sisi hatuna shida ya chakula, hatuendi, wala shida ya chochote hatuendi, lakini barabara ni mbaya. Utafikaje hata wilayani, hata mkoani? Kwa mkoa sio watu wengine tu, wengine wana barabara wana lami na nini. Sisi sote tuna makosa gani? Tuambie. Na mama wanaotoka Msinzaje, Chukuruma wanapata shida. Huku ana mzazi, huku anataka apike, huku anataka aende mjini kwenda kumnunulia chakula. Laiti tungekuwa na jiko pale, mama yule angepiga pale na kumsaidia mzazi. Mimi kama mama ndio ndi langu Mkurugenzi. Mapato tunayopata ya ng'ombe ni 30,40. Hasa kwa mwezi haitoshi kuwalipa wale walinzi.
na tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Kesho je, kunani? Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Na kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea kurasa kwa siku hii ya leo, mimi naitwa Abel Kilumbu. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.